Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, watazamaji wa Sharukani Online TV. Ni mimi Chief Executive Officer from Sharukani Online TV, kwa maana Sharukani Sida Bay. Bwana, leo tumefika katika maeneo haya na tumetamani kutembelea baadhi ya sehemu ambazo zinaleta mfumo wa kihistoria. Na watazamaji wa Sharukani Online TV, leo tumefika katika pango hili ambalo unaliona kwa nyuma. Ni sehemu ambayo imechukua historia ndefu. Kwa wale ambao wamesoma history, kuna maana halisi wanaita pango ama jiwe la mzungu, wanaita jiwe la mzungu. Jiwe la mzungu kwa nini? Ukisoma history utakuta enzi za Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, kipindi ambacho wanawania baadhi ya maeneo na baadhi ya mataifa mbalimbali, hivyo zilipatikana baadhi ya historia ambazo zinaeleza, ukapata wataalamu atakupa kwa maeneo ya kina kabisa ya kwamba hii ni miongoni mwa sehemu ambayo iliwekwa kama alama ya mpaka baina ya Tanzania na Mozambique, Msumbiji. Lakini maelezo hayo yamekuja kwa mujibu wa historia inavyozidi kueleza. Mimi si shuhuda wa moja kwa moja, lakini utapata mzee wangu mmoja atueleze ukweli katika hili. Baba yangu mzee Barabara, nafikiri utatueleza kwa kina namna ambavyo ilivyokaa kuhusiana na jiwe la ni sehemu ya historia. Hapo siku za nyuma za Wareno walikuja kuweka jiwe hapa kufanya mpaka wa Msumbiji na Tanzania, lakini kwa uwezo wa Julius Kambarage Nyerere alijaribu kuzuia hili zoezi, halikuwezekanika. Mwaka 75 nafikiri ilikuwa vita vilivyoanza kati ya Tanzania na Msumbiji, lakini pia ikawa Tanzania imeshinda. Kwa hiyo hakuweza kuchukua kipande hiki cha kutoka Ruvuma hadi hapa. Kwa hiyo ndio hii historia kwa ufupi, lakini hapa sehemu ilikuwa ni jiwe la mzungu. Kwa hiyo ndio hivyo. Tungeweza kuona hilo jiwe lenyewe likoje, lakini kutokana na hali ya ukuaji wa mawe, kwa sababu naye ni viumbe vinakuwa yamekutana, hatuwezi kuliona jiwe moja kwa moja hilo jiwe la mzungu ambalo, lakini kwa mujibu wa history kama unavyoweza kuona, hilo ndio jiwe lenyewe ambalo limezuia jiwe la mzungu kama linavyoweza kuitwa na wenyewe wataalamu waliosoma history, ndio imekuja kwa mfumo kama huo. Wabillahi tawfiq wa hadha salam wala afwa minkum.